Karibuni kwenye kipindi chetu cha Wadada Center. Leo tupo na dada Mkami. Karibu sana dada Mkami. Asante. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Karibu kwenye mradi wetu wa Wadada Center. Asante sana. Umetokea wapi? Nimetokea mkoa wa Mwanza. Mwanza. Ndio. Okay, ulitufahamia wapi sisi? Vipindi vyenu nilivyoona Facebook na Instagram. Okay. Yeah. Nini kilikuvutia labda kuja kwenye huu mradi? Nilivutiwa tu kwa sababu nilikuwa nahitaji kazi, pia nilipenda kushirikiana na nyie kwa sababu ya hivi vipindi, mnamkalisha dada, mnamuuliza changamoto anazopitia, pia mna usimamizi mzuri. Mimi napenda ambavyo mnasimamia. Tunavyosimamia mtu akiwa kazini. Okay, sawa. Na umewahi kufanya hizi kazi za ndani kabla ya hapa au ndio mara yako ya kwanza? Hapana, sijawahi. Sijawahi kabisa kufanya. Umewahi kufanya kazi gani? Nishawahi kufanya kazi ya duka, lakini ilikuwa ni ya ndugu yangu. Okay. Ndio. Sawa. Lakini hizi kazi za nyumbani sasa unaziweza? Unaweza kupika, unaweza kufanya usafi? Ndio, naziweza. Vizuri. Asante. Vizuri, unaziweza vizuri? Ndio, naziweza vizuri. Umejifunzia wapi sasa? Kwa sababu nafanyaga nyumbani unakuta tuna ile ratiba ya kufanya kazi za kawaida nyumbani kila siku. Kwa usafi wa ndani naweza kupika. Okay, umeshakaa kituoni muda gani? Kituoni leo ni siku ya 3. Umeanza kujifunza nini hapa kwetu? Hapa nimeanza kujifunza usafi wa nyumba, jinsi ya kufanya usafi, yani nyumba inakuwaje, yani inatakiwa iweje, kupika, usafi wa nje. Okay. Wewe una malengo gani? Malengo yangu na malengo siku moja na mimi niweze kuwa kujiajiri mwenyewe. Kujiajiri kwa maana ya kufanya biashara? Yeah. Mpango wa kufanya biashara gani? Mimi hapa nina mpango wa kufungua tu restaurant. Kwa hiyo kupika ni kitu unachokipenda au unapenda tu kuwa na restaurant kama biashara? Kupika ni kitu ambacho nakipenda. Okay. Yeah. Sawa. Karibu sana kwenye mradi wetu. Asante. Sisi kama ambavyo umetuona kwenye hizo social medias, lakini pia kama ambavyo umeshakaa hapa hizo siku 3, nadhani unaona taratibu zetu. Tumejikita zaidi kwenye kuwasaidia wasichana kama wewe wenye ndoto na ndoto za kufanya biashara za kujitegemea kiuchumi, lakini bado hamjakuwa na mitaji ya kuwawezesha. Kwa hiyo hizi ni fursa ambazo zitakusaidia wewe na zitawasaidia wengine pia wengi ambao wako na uhitaji, lakini pia wana ile morali ya kazi. Yaani wako tayari kupambana kwa sababu pesa huzipati tu, mtaji hautengenezi tu. Inamhitaji mtu mwenye bidii, mwenye nidhamu, mchapakazi. Si ndio? Mwenye kuhitaji pia kuongeza thamani. Ndio maana sisi tuna hii miongozo hii. Hii miongozo hii ambayo ndio tunaitumia pia kwenye training zenu hapa. Hata unavyoona kwenye usafi, namna ambavyo unapitia kwenye maeneo tofauti tofauti kufanya usafi kama chooni, sio usafi wa kwenye madirisha. Sema kama mmefanya kwa mfano kama jambo mnafanya usafi wa kwenye madirisha. Ndio. Na kwenye vioo, sio vya milango na nini. Kwa hiyo hayo yote yapo humu. Miongozo yote ya namna unaweza kufanya usafi, miongozo yote ya namna unaweza kupika, miongozo yote ya namna ambavyo unaweza kuangalia watoto. Lakini pia hii inakuguide, inakuelekeza kwamba vitu vingine unaweza kupata kwenye mitandao ya kijamii, YouTube. Lakini pia hii inakuongoza ni vitu gani ambavyo mwajiri wako anataka, ambacho hicho ndio kitu kikubwa zaidi. Huu mwongozo wetu unataka kulipwa zaidi, kwa sababu ili wewe uweze kufungua restaurant yako unahitaji nini? Nahitaji fedha. Yaani hiyo ndio jibu, unahitaji pesa. Na hizo pesa ndio huku kwenye hizi nondo. Sisi huku tumeweka mbinu za kupata hizo pesa. Tunaelewa Yeah. Kwa hiyo ni lazima mtu ambaye anahitaji kukua zaidi awekeze kwenye kujifunza. Ili unavyojifunza unaongeza thamani. Ukiongeza thamani unalipwa zaidi, unapata pesa. Tunaelewa Yeah. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu vya muhimu vikubwa ambavyo mtu anaweza kujifunza
alafu ukavijua, alafu vikakusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa nyingi, kwa sababu pesa zipo, watu wanazo, lakini namna ya kuzichukua hizo pesa kutoka kwa watu ndo lazima uwe na thamani ambayo unampa huyo mtu ili akupe pesa zake, si ndio? Karibu sana sana sana, na sisi tunakutakia kila laheri kwenye kujifunza. Hata kama sisi tunachokihitaji ni mtu ambaye angalau anazijua hizi kazi za nyumbani za kawaida za usafi, kuangalia watoto. Umewahi kuangalia watoto? Umewahi kukaa na watoto? Ndio. Ukina nani? Maana sio wadogo zangu. Wadogo zako? Ndio. Umewalea wenye umri gani? Mmoja yani ni miaka mitano, kuanzia mitano. Kuanzia miaka mitano. Lakini hata wadogo pia unaweza kuangalia. Na sasa hayo yote ili uweze kuyafanya, huu mwongozo hapa unauzwa 50,000 tu. Wakati wewe hapa kwetu kazi ya kwanza, kazi ya chini kabisa unaweza kuipata yenye kima cha chini kabisa cha mshahara ni 1,150,000 kwa mwaka, una 1,800,000. Ambayo hiyo ukitoa 50,000 maana unabakia 1,750,000. Kwa hiyo shilingi 50,000 tu inakusaidia wewe kupata 1,750,000 na unaongeza wewe ujuzi, maarifa, thamani kwenye kazi yako, kiasi kwamba hata baada ya huo mwaka unakuwa mtu mwingine wa tofauti, huwezi kuwa tena yule wa kulipwa 1,200,000. Sawa. Tunaelewa? Ndio. Kwa hiyo miongozo ni ya muhimu, lakini pia mitandao ya kijamii tumia vizuri. Una simu kubwa? Ndio. Huko tumia, ingia YouTube. Sio tu kila siku unaingia TikTok kuangalia vitu vya ajabu. Ingia YouTube, jifunze. Umesema unapenda kupika. Jifunze recipe tofauti tofauti huko YouTube. Sawa. Tunaelewana? Ndio. Haya, karibu sana kwenye training. Zingatia mafundisho, lakini pia fikiria swala la kuweza kuchukua mwongozo, lakini pia we mwenyewe jiboreshe peke yako. Na kwenye kazi sisi tunakutakia kila laheri pale ambapo utakuwa umepangiwa majukumu yako kwenye ajira ambayo utaenda kuianza. Mkataba sasa. Sawa? Ndio. Na umejipangaje? Mkataba wetu tunajua ni mwaka mmoja. Ndio. Kwa hiyo umejipangaje? Au ndo wale wa kwenda kukimbilia kuchungulia kazi na kukimbia? Hapana. Nimejipanga kufanya kazi kwa bidii, kwa ubora. Ndio niweze kumaliza mkataba. Umalize mkataba wako, kwa sababu usipomaliza mkataba inakuwaje? Na nisipomaliza mkataba ina maana nitarudishwa pia, dhamana yangu haitatolewa. Utapoteza dhamana yako. Naelewa Ndio. Kwa hiyo ni pesa yako ambayo utakuwa umetolea jasho. Sasa unatakiwa uilinde. Namna ya kuilinda ni kumaliza mkataba wa mwaka mmoja. Sawa. Uaminifu kazini namba 1. Nidhamu kipaumbele chako. Sawa. Haya, asante sana. Asante. Haya, asanteni jamani kwa kuweza kukifuatilia kipindi chetu. Bye. Bye.